Daku linatakiwa liliwe angalau kuanzia nusu ya usiku kwenda mbele. Sio wewe unatoka tarawehe unaenda nyumbani unakula afu unasema nimekula daku. Lile sio daku. Lile sio daku. Wewe umekula chakula cha usiku, sio daku. Daku angalau kuanzia saa 7 kwenda huko. Hilo ndio linahesabika nini? Daku. Sawa? Na daku sio lazima ushindie mchele. Kuna watu wana afya bwana, saa hizo mtu anaamka anaupiga kikweli kweli. Kuna watu wana afya hizo. Lakini sio lazima. Wewe hata kama utamka huo usiku ukala matunda, umekula daku. Umekunywa maziwa, umekula daku. Umekunywa juisi, umekula daku. Umekunywa maji, umekula. Zote hizo ni daku. Sasa wewe kama una afya ya kupiga mchele, na kuna watu sasa hiyo wanasonga ugali. Kuna vidume sasa hiyo piga ugali kisawa sawa. Mimi nikipiga ugali namna hiyo au mchele sinyanyuki kesho. Kesho nitakuwa nalala tu, siwezi kunyanyuka. Lakini kuna watu wako fiti mashallah. Maana tusiwapige ainu bwana. Mashallah. Hao waendelee tu. Na hii ndio tofauti ya saumu yetu sisi na saumu ya watu waliopita. Hata maswahaba mwanzo wa saumu walikuwa hawaruhusiwi kula daku. Walikuwa wakishafutari tu basi mpaka kesho futari nyingine. Ukifutari basi, na hiyo muda wa kufutari ukilala haujafutari hamna kula tena mpaka jioni kesho. Sawa? Sahaba mmoja katoka maskini na kazi ngumu, karudi nyumbani. Mkewe ndo anaandaa futari, yeye kajiegemeza kalala. Ukilala basi, ukiamka hakuna kula tena. Yule bana imebidi tena ndo akomae mpaka kesho tena jioni. Ikaletwa sasa sheria ya kula daku. Sasa kula daku kwenyewe tulikoletewa sheria, mtu anakula daku saa 4. Daku linaliwa saa 4 usiku. Yaani mtu anatoka tarawehe ndo anakula daku. Hili sio daku. Hiki chakula cha usiku tu. Kwa hiyo amka ili upate sunna ya kula daku. Mtume anasema fa inna fi sahuri baraka. Hakika katika kula daku kuna baraka. Ili upate baraka, uamke usiku huo ule daku. Hata kama utakunywa maji, utakuwa umepata baraka. Baraka tunajua maana yake, majma'ul khair. Baraka ni kitu kilichokusanya kheri nyingi. Yaani ni mfuko ambao ndani yake una kila aina ya kheri, ndio unaitwa baraka. Kama vile ambavyo birika ni majma'ul ma. Birika ni sehemu ya kukusanya maji. Kulateni tunaita lile sehemu inakusanya maji. Na baraka ni chombo kinachokusanya kheri, ndio kinaitwa baraka. Sasa wewe unapokuwa huli daku, umejinyima nini? Umejinyima baraka. Kwa hiyo watakhiru as-suhur, na kuchelewesha kula daku. Na tunaposema kuchelewesha kula daku, kabla dukhuli al-fajr sadiq, kabla ya kuingia alfajiri ya kweli, uwe tayari umeshamaliza kula nini? Kula daku. Na kipimo, matabi wameuliza maswahaba, kati ya kumaliza kula daku mtume na kuswali ilikuwa inachukua muda gani? Maswahaba wakawaambia matabi, ni kadiri ya mtu kusoma aya 50. Aya 50 unasoma kwa dakika ngapi? Aya 50 dakika ngapi unasoma? 5 tena huyo mtu mzito. Dakika 5 umemaliza kusoma aya 50. Maka juzuu nzima mtu anasoma dakika 15 amaliza.
Mtu mzito sana anasoma nusu saa, juzuu kamaliza. Yule anayesoma anajua kusoma kila wakati dakika 20, dakika 15, juzuu imeisha. Wale mahafidhi kabisa wale dakika 10 tu juzuu kitafanya nini? Kaimaliza. Kwa hiyo shekhe akisema kwamba na kuchelewesha kula daku, kwa maana isije ikakukuta alfajiri wewe unafanya nini? Unakula nini? Unakula daku.